kata hii ya Tabata tusijiingize kwenye mikungo. Jumuiya ya wazazi tusijiingize kwenye makundi ya uchaguzi. Wapo watu waliojipanga 2027 kusema huyu toa, weka huyu. Jumuiya ya wazazi inatambua uongozi uliokuwepo mpaka sasa hivi. Ufuate utaratibu wa kanuni kwa maelekezo ya halmashauri kuu ya CCM ya taifa waliopitisha kanuni hii kihalali. Tuheshimu vikao vyenye mamlaka ngazi ya juu yetu. Hapo vipi wazazi? Hapo poa. Hapo vipi? Umegonga. Ndugu mwenyekiti, wazazi ndio injini ya chama. Wazazi ndio injini ya chama. Kuna itifaki yake. Wazazi ina itifaki yake. Ina mjumbe ndani ya jumuiya ya wazazi kutoka wazazi kwenda vijana. Ina mjumbe ndani ya jumuiya ya wazazi kutoka wazazi kwenda UWT. Wote hawa ni viongozi ambao tumewatuma wakafanye kazi katika jumuiya hii. Lakini jumuiya ya wazazi wanachama wake ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo umoja wa vijana ipo ndani ya jumuiya ya wazazi. CCM moyo, uchungu wa mwana, uchungu wa mwana, malezi kwa watoto, malezi kwa vijana wetu. Mwenyekiti, wewe una baraza la jumuiya ya wazazi kwenye kata, lakini una baraza la jumuiya ya vijana kwenye kata. Una haki ya kamati yako ya utekelezaji kuandika barua kumwandikia katibu wa CCM wa kata, tunaomba tukutane na umoja wa vijana, baraza zima, tukae tuzungumze kwa pamoja. Moja ya ajenda ni maadili ya taifa. Moja ya ajenda ni kulisemea taifa vizuri. Vijana bado hawajajua, kwa sababu vijana ni sehemu ya watoto wetu. Vijana, ukimwona kijana anatembea amevaa suruali imekatwa mpaka jua, anaonyesha utupu wake, awe kijana wa kiume awe kijana wa kike. Kijana anavaa suruali katakei, ni lugha nyepesi. Kijana hajafundishwa maadili ya taifa. Tuna wajibu jumuiya ya wazazi kukaa na vijana wetu, kuzungumza nao. Si baraza tu la vijana, bali vijana ambao ni baraza watakukusanyia vijana katika kata yako, mtazungumza kwa pamoja, ili na hiyo ni dhana kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnakumbuka kakuna kichwa, mnakumbuka kafikiri ameanzisha wizara ya vijana, ya maendeleo ya vijana. Ana maana kubwa. Sisi wazazi tukienda kwa mwendo wa kuelimisha vijana wetu, tutakuwa tumepiga hatua kupata viongozi wa baadaye na viongozi wanaokuja. CCM wewe, uchungu wa mwana, ni ombi la jumuiya ya wazazi wilaya ya Ilala, madiwani wote ambao mpo kwa mujibu wa sheria. Tukisema wananchi, nyinyi ni wananchi. Tukisema madiwani, nyinyi ni walezi katika maeneo yetu, basi nyinyi ni walezi wa kweli katika maeneo yetu, kwa sababu wewe diwani ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata husika. Maana yake maamuzi na maelekezo yanayotokana na kamati ya maendeleo ambayo haya jumuiya ya wazazi wanakwenda kuyasimamia: elimu, malezi, mazingira, afya, utamaduni pamoja na maadili ya taifa. Kikao cha kwanza kikubwa
kiserikali ni kikao cha kamati ya maendeleo katika eneo husika. CCM oyee! Sisi wazazi hatuwezi tukafanya kitu bila kupitisha kwenye kikao cha maendeleo. CCM oyee! Uchungu wa mwana. Kwa hiyo, waheshimiwa madiwani, tunaomba muiunge mkono jumuiya hii ya wazazi. Popote itakapokwenda kufanya kazi, iungeni mkono, kwa sababu tayari inatimiza matakwa ya kisheria ya kiutaratibu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini wenye viti wa mitaa, dhima kubwa ya jumuiya ya wazazi niliyoisema, na wao ni sehemu ya wazazi katika mitaa yao, na ndio mwenyekiti wa mtaa namba 1 aliyeitwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ni mlinzi wa kaya, mlinzi wa familia katika maeneo yake anayoyaongoza. Kwa hiyo ni mzazi namba 1 katika eneo lake analoliongoza. Kwa hiyo wenye viti wa mtaa mliokuwepo hapa ndani ya kata hii ya Tabata, tunaomba muiunge mkono jumuiya ya wazazi. Wajumbe wa kamati ya serikali ya mtaa, muiunge mkono jumuiya ya wazazi. Ndio maana tumeomba kamati za utekelezaji za matawi yote yahakikishe yanaichukua kamati ya serikali ya mtaa kuwa ni sehemu ya kamati ndogo ndogo katika muundo wake wa kikanuni, ili iwe ni sehemu ya kuleta tija ya maendeleo katika eneo husika. CCM oyee! Leo hii kamati ya utekelezaji ikienda kutembelea shule, ikiambatana na kamati ya serikali ya mtaa, walimu, wanafunzi, wazazi wanasema tumeheshimika, viongozi wa serikali na chama wamekuja katika maeneo husika. CCM oyee! CCM oyee! Kwa hiyo jumuiya ya wazazi hii tunaomba wanachama wote, viongozi wote katika jumuiya hii ya wazazi tuwe wanyenyekevu kwa serikali yetu, tuwe wanyenyekevu kwenye chama chetu, tuwaheshimu viongozi wanaotuongoza na tuwaheshimu viongozi tunaowaongoza. CCM oyee! Lakini tuwaheshimu wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini tuwaheshimu wanachama wa jumuiya ya wazazi. CCM oyee! CCM oyee! Ndugu mwenyekiti, langu la mwisho ndani ya kikao hiki, mimi nawapongeza kwa kuimarisha umoja wa jumuiya ya wazazi. Mtiti tumekuwa naye kwa muda mrefu na amezidi kuwa maarufu siku hadi siku kwa sababu ya uchapaji wake wa kazi. Uongo kweli? Kweli. Anajitoa, anashuka mpaka kwenye matawi, anashuka mpaka kwenye mashina, anaonyesha namna gani ana hali ya kufanya kazi na jumuiya ya wazazi. Na sisi wajumbe wa Baraza Kuu Taifa, sisi ndio watetezi wake. Mtiti alichukua muda akiwa kaimu, lakini sisi tulisimama kwenye Baraza Kuu Taifa tukisema huyu kaimu atakaimu mpaka ni, kwa sababu anatosha na anatosha mpaka anamwagika. Tukatoa ushuhuda na hatimaye akawa katibu kamili na bado anaendelea kuchapa kazi. Kazi tuliokuwa nayo ndani ya baraza, tunasema ukatibu wa wilaya kwa kazi anayofanya haumtoshi, anatakiwa apewe ukatibu wa mkoa. Na hilo tumekuwa tukimsemea kwa sababu anafanya kazi. Kwa sababu hizi kazi anazofanya hazina malipo. Kama mnavyomuona anatembea kata 36. Nani anamlipa? Anaacha muda wake, shughuli zake, mambo yake pamoja, chama kinamlipa, lakini mshahara utatosha kufanya yote haya? Ale na familia, afanye mambo yake, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni gharama. Anataka kula, anataka kufanya kila kitu kama mnavyojua kibinadamu. Hakuna anayemlipa. Mwenyewe anajitolea kuhakikisha jumuiya inaimarika, na pale kuna mapungufu anafika. Ndio katibu pekee, kukiwa kata yote, tawi lolote kuna shida, ukimpigia simu
Kwanza anapokea, lakini cha pili anafika. Sisi bwana katibu, tunakushukuru sana. Tunakushukuru umekuja kwenye kata yetu, umesema ya kutosha, na mimi nikianza kusema nitawachosha, na yale wote waliosema nitawachanganya. Ifike mahali niseme inatosha, tumeyapokea yote uliyozungumza, tutakwenda kuyafanyia kazi. Mimi na wanatabaka wenzangu tutakwenda kuyashusha kwenye matawi, na bahati nzuri matawi yote 11 yako hapo. Uongo kweli? Kwa hiyo wameyapokea. Kwa hiyo watasubiri maelekezo kutoka ngazi ya kata kuona namna gani ya kufanya haya maelekezo yaende yakafanya kazi kwenye matawi yetu. Mimi nawapenda sana jumuiya ya wazazi na chama kwa ujumla kuja hapa kumsikiliza Bwana Mtiki.